Damu ya Yesu si damu ya kawaida, ni damu yenye thamani kubwa iliyomwagika kwa ajili ya ukombozi wa mwanadamu. Kupitia damu hiyo tunapata msamaha wa dhambi, utakaso, ushindi na uhusiano mpya na Mungu. Leo tunaenda kuangalia nguvu 5 zilizomo ndani ya damu ya Yesu Kristo, na nguvu ya 5 itakushangaza zaidi. Na kama kabisa ni mara ya kwanza kuangalia video hii ndani ya channel ya Jehova Media TV Online, bonyeza kitufe chekundu yani subscribe, kisha bonyeza alama ya kengele. Hongera sasa, nao umekuwa miongoni mwa familia ya Jehova Media TV Online. Karibu sasa twende kujifunza nguvu ya damu ya Yesu kwa mujibu wa kibibilia. Jambo la kwanza, damu ya Yesu ina nguvu ya kusamehe dhambi. Tatizo kubwa la mwanadamu ni dhambi. Dhambi humtenganisha na Mungu, lakini kupitia damu ya Yesu tunapata msamaha. Katika Agano la Kale, watu walitoa dhabihu za wanyama kwa ajili ya dhambi, lakini dhabihu hizo hazikuweza kuondoa dhambi kabisa. Yesu alikuja kuwa mwanakondoo wa Mungu aliyetoa maisha yake kwa ajili ya maisha yetu. Ndio maana Biblia inasema katika Waebrania ile sura ya 9 mstari wa 22, na karibu vitu vyote husafishwa kwa damu katika Torati, na pasipo kumwaga damu hakuna ondoleo. Kumbe katika ondoleo la dhambi lazima damu iweze kumwagika, na wasema kwamba pasipo kumwaga damu hakuna ondoleo. Damu ya Yesu ndio iliyofungua njia sisi ya kusamehewa na kurejea kwa Mungu. Baada ya kuwa tayari tumetenganishwa na Mungu na dhambi, moja kwa moja ilibidi ije damu ya mwanakondoo asiyekuwa na hila ili tuweze kurejeshwa kwenye ufalme wa Mungu. Katika Yohana wa kwanza ile sura ya 1 mstari wa 7, maandiko yanatuambia pia, bali tukienenda nuruni kama yeye alivyo katika nuru, washirikiana sisi kwa sisi, na damu yake Yesu mwana wake yatusafisha dhambi yote. Kumbe kinatusafisha dhambi za maisha yetu si kingine bali ni damu ya Yesu Kristo ambayo huwa inasafisha dhambi zetu. Kumbe hapana ondoleo la dhambi bila kumwagika damu, na damu ambayo ilimwagika ni damu ya Yesu Kristo mwana kondoo aliyekuwa yuko hai. Na anasema kwamba tulikombolewa kwa damu na si kwa vitu viharibikavyo. Hivyo ondoleo la dhambi lilifanyika kwa sababu kuna nguvu ndani ya damu ya Yesu Kristo, ambayo nguvu hiyo ni nguvu ya kusamehe dhambi. Na nguvu ya pili, damu ya Yesu inatupa ushindi dhidi ya shetani. Biblia inaonyesha kuwa waamini wanashinda kwa sababu ya damu ya Yesu. Shetani hujaribu kuleta hukumu, hofu na mashtaka katika maisha ya watu, lakini damu ya Yesu ni ushindi kwamba tumekombolewa. Katika Ufunuo 12:11 maandiko yanatuambia pia, nao wakimshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda wao, ambao hawakupenda maisha yao hata kufa. Kumbe nao walimshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda wao. Kumbe tunapomwamini Yesu tunakuwa chini ya ulinzi wa kazi yake msalabani. Damu ya Yesu inatukumbusha kwamba dhambi haina mamlaka tena juu ya maisha yetu, na pia laana imevunjwa, na pia adui hana haki ya kututawala. Baada ya kutambua kwamba iko nguvu ndani ya damu ya Yesu Kristo dhidi ya shetani, tunatambua kuwa dhambi haina mamlaka juu ya maisha yetu, kwa sababu watu wengi huwa shetani anaoletea hukumu, na pia shetani huwa anaoletea hofu na mashtaka katika maisha yao. Lakini kwa kuwa tunatambua kwamba iko nguvu ndani ya damu ya Yesu Kristo dhidi ya shetani, hivyo tutamshinda kwa damu ya mwana kondoo, na pia tutamshinda kwa neno la ushuhuda. Na nguvu ya tatu, damu ya Yesu hutupatanisha na Mungu. Kumbe upatanisho wakati sisi na Mungu huwa ni kupitia damu ya Yesu. Kabla ya Yesu, mwanadamu alikuwa mbali na Mungu kwa sababu ya dhambi, lakini kupitia damu yake Yesu Kristo tunapata nafasi pia ya kumkaribia Mungu. Maana katika Waefeso ile 2 mstari wa 13 tunajifunza, nasema kwamba, lakini sasa katika Kristo Yesu ninyi mliokuwa mbali hapo kwanza mmekuwa karibu
kwa damu yake Kristo. Kumbe damu ya Yesu pale msalabani ilimwagika ili kutunganisha sisi na Mungu. Maana anasema kwamba lakini sasa katika Kristo Yesu ninyi mliokuwa mbali hapo kwanza mmekuwa karibu kwa damu yake Kristo. Kumbe tumesogezwa karibu na Mungu kupitia damu ya Yesu Kristo. Damu ya Yesu imeondoa ukuta ulio kati yetu na Mungu. Sasa tunaweza kumwomba Mungu, kumwabudu na kuwa na uhusiano wa karibu na Baba yetu aliyeko mbinguni. Ndio maana wakati Yesu anakufa msalabani, pazia la hekalu lilipasuka, ambalo lilikuwa linazuia patakatifu ili kuweza kumruhusu kila moja kuwa kuhani wa zamu katika maisha yake, aweze kupata nafasi ya kumkaribia Mungu kwa ajili ya toba, kwa ajili ya kuomba ulinzi na kwa ajili ya kuomba kile kitu ambacho anakihitaji mikononi mwa Mungu. Hivyo tunapaswa kutembea tukijua ya kwamba damu ya Yesu Kristo inatupatanisha na Mungu. Usiletwe hofu na shetani, bali jua kuwa wewe uko karibu na Mungu, kwa kuwa damu ya Yesu ilimwagika kwa ajili ya kukaribisha karibu na Mungu. Na jambo la 4 au nguvu ya 4, damu ya Yesu hutupa amani na usalama wa kiroho. Kumbe damu ya Yesu ndio damu pekee ambayo inatupatia sisi usalama wa kiroho na amani. Damu ya Yesu ni ishara ya agano jipya katika Mungu na mwanadamu. Kumbe damu ya Yesu imefanyika kuwa ishara ya agano jipya kati ya Mungu na mwanadamu. Yesu mwenyewe alisema kwenye Mathayo sura ya 26 na ule mstari wa 28, anasema kwamba kwa maana hii ndiyo damu yangu ya agano imwagikayo kwa ajili ya wengi kwa ondoleo la dhambi. Kumbe damu ya Yesu moja kwa moja imetufanyia kuwa na agano la kiroho. Pia hii damu imetufanya kuwa salama na amani yetu, kwa kuwa ni damu ambayo ilimwagika kwa ajili ya agano, kwa ajili ya ondoleo la dhambi. Kupitia damu ya Yesu tunapata tumaini kwamba Mungu ametupokea na pia ametufanya kuwa watoto wake. Ndio wanasema kwamba kwenye Yohana 1:12, kila aliyempokea alimpa uwezo wa kufanyika mwana, na hao ndio ambao wanaliamini jina lake. Moja kwa moja kupitia damu ya Yesu Kristo, moja kwa moja tunapata tumaini kwamba Mungu ametupokea na kutufanya kuwa watoto wake. Na kwenda kuangalia nguvu ya 5, ambayo ndio nguvu watu wengi walikuwa kiisubiri kwa hamu, kwa sababu nilisema kwamba ni nguvu pekee ambayo iko ndani ya damu ya Yesu Kristo, au nguvu ambayo iko ndani ya damu ya Yesu Kristo. Na nguvu ya 5, tunapaswa kuishi katika nguvu ya damu ya Yesu Kristo. Tunapaswa kuishi katika nguvu ya damu ya Yesu Kristo. Kujua kuhusu damu ya Yesu haitoshi, tunapaswa kuishi katika ushindi wake. Maisha yetu yanapaswa kuonyesha kila siku unapokuishi, lazima uishi ndani ya damu ya Yesu Kristo. Na baada ya kuwa umeishi ndani ya damu ya Yesu Kristo, moja kwa moja utaanza kuona nguvu zote za damu ya Yesu Kristo zikifanya kazi ndani ya maisha yako. Na baada ya hapo sasa, unapaswa kuishi katika toba ya kweli. Unapaswa kuishi katika imani ya Yesu Kristo. Pia unapaswa kuishi katika utakatifu, na kingine unapaswa kuishi na upendo kwa watu wengine. Biblia inasema kwenye Waebrania 10:19, basi ndugu, kwa kuwa tuna ujasiri wa kupigana, anasema kwamba basi ndugu, kwa kuwa tuna ujasiri wa kupaingia patakatifu kwa damu ya Yesu. Kumbe damu ya Yesu inatupatia ujasiri wa kumkaribia Mungu bila hofu. Kwa kupitia damu ya Yesu ndio kupatia wewe ujasiri wa kuweza kupaingia patakatifu bila hofu. Anaposema kupaingia patakatifu, maana yake ni kusogea mbele za Mungu bila kuwa na hofu. Damu ya Yesu ina nguvu kubwa sana. Ni damu iliyolipa gharama ya wokovu wetu. Kupitia damu hiyo tumesamehewa dhambi zetu, tumekombolewa, tumeshinda nguvu za giza, tumepatanishwa na Mungu. Pia tuna tumaini la uzima wa milele. Tusidharau damu ya Yesu, bali tuishi kila siku tukikumbuka thamani yake. Kwa hiyo lazima ujifunze kuomba kwa ajili ya kupata nguvu ya liomo ndani ya damu ya Yesu Kristo. Na pia unaweza kuomba kwa maombi haya: Bwana Yesu, na kushukuru kwa damu yako iliyomwagika kwa ajili yangu.
nisafishe, nisamehe na unisaidie kuishi maisha ya kukupendeza wewe. Nipe ushindi dhidi ya kila nguvu ya giza na unifanye kuwa mwaminifu kwako, katika jina la Yesu Kristo, amen. Na kama kabisa somo hili nimekugusa, usisahau kusubscribe, kulike na kucomment na kushare ujumbe huu kwa grupu moja au kwa mtu mmoja ambao unampenda. Utakuwa umetangaza injili pamoja nami. Tutane tena kwenye somo linalofuata hapa ndani ya Jehova Media TV. Amen.